itakuwa ni game ya kiufundi. Okay. Kwa sababu kwanza kabla Nigeria hajapoteza hii mechi ya nusu finali, Yes. Kocha wake Eric Chelle alikuwa amecheza mechi za kimashindano 19 bila kupoteza. Okay. Ndani dakika 90. Hata mechi hii iliyopita hakupoteza ndani dakika 90, si ndio? Lakini Egypt naye ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza anapoteza ndani dakika 90. Kwa hiyo ni mechi inaonyesha ni vikosi ambavyo vinacheza kwa utimamu wa aina gani. Okay. Umeona? Kwa hiyo kwanza kitakachopambana zaidi ni mbinu za makocha. Huu Eric Chelle wa Nigeria na yule kocha Mwarabu. Okay. Hilo la kwanza. La pili, aina vikosi ambavyo wako navyo. Na kama tunavyojua Nigeria wana timu karibia wote wanacheza nje ya taifa lao. Yes. Kuna Alex Obi anacheza Fulham, kuna Victor Osimhen anacheza Galatasaray. Lakini Waarabu wanakuwa na edge kidogo kwa sababu wao wanacheza zaidi kwa ajili ya taifa lao. Wanacheza zaidi kwa ajili ya taifa lao tofauti na wa Nigeria. Okay. Wa Nigeria mara nyingi kama umesikia juzi hapa walikuwa wana mgomo labda hizo kucheza kwa sababu hawajalipwa. Lakini kwa timu za Kiarabu huwezi kusikia vitu kama hivyo. Okay. Kwa sababu inawezekana wana changamoto zao lakini wanaika utaifa mwanzoni. Kwa hiyo hii mechi sana sana haitaamuliwa na individual brilliance kwa sababu wote wanacheza kwa kufuata mbinu za mwalimu. Okay. Lakini itaamuliwa tu na ule utayari ama uzalendo wa wachezaji kujitoa kwa taifa lao. Na unaona itakuwa mechi na mimi. Lakini pia kitu kingine inaweza kuwa ni mechi iliyopoa kwa sababu ni mshindi wa 3. Okay. Wote ni giants Afrika. Mtu kama Egypt ana mchezaji kama Mohamed Salah, ana mchezaji kama Mohamed Ashour, ana wachezaji kweli wachezaji wa mpira. Lakini Nigeria nao wana wachezaji wakubwa. Sidhani kama hii mechi ya mshindi wa 3 ukiutoa utaifa na ratiba tu kwamba inabidi wakamilishe, sidhani kama kwao itakuwa kubwa kiasi hicho. Kwa tutarajie tu mechi ambayo pengine ikaamuliwa na ufundi ama tactics za mwalimu husika siku hiyo. Okay. Ama utayari wa wachezaji kulipigania taifa lao.